Samia Suluhu ageuka wazimu baada ya picha hii kuibuka mtandaoni. Jambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse na tafadhali subscribe. Katika mazingira ya siasa za upinzani nchini Tanzania, mijadala imechukua mkondo mpya baada ya tafsiri ya katuni iliyochorwa na msanii maarufu wa kisiasa Godfrey Mwapembwa ama ukipenda Gado, anayejulikana kama Kipanya, kusambaa mitandaoni ikihusishwa na hali ya chama kikuu cha upinzani Chadema maarufu kama Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Katuni hiyo imekuwa gumzo kubwa miongoni mwa wananchi wa chama hicho pamoja na wachambuzi wa siasa, hasa kutokana na alama ya bendera iliyochakaa lakini ikiendelea kupepea juu kabisa ya mlingoti, ishara ambayo imechukuliwa na baadhi ya wafuasi kama ujumbe wa matumaini na uthabiti wa chama hicho katika kipindi kinachoonekana kuwa kigumu kisiasa. Ila kwa Samia Suluhu, picha hiyo ilimkosesha usingizi, manake mama huyu amekuwa na mpango kabambe tangia mwaka jana wa kuhakikisha kwamba chama cha Chadema kimefutwa. Tafsiri iliyosambaa mitandaoni imeeleza kuwa bendera iliyopaa juu ya mlingoti ni ishara ya uhai wa chama, na kwa mujibu wa maendelezo hayo, bendera iliyopaa juu kabisa inaashiria kwamba licha ya changamoto nyingi, chama bado kinaendelea kusimama imara. Hoja hiyo imekuwa sehemu ya mjadala mpana kuhusu hali ya kisiasa ya Chadema katika miaka ya hivi karibuni, hasa wakati chama hicho kikikabiliwa na kesi mbalimbali za kisheria, migogoro ya kisiasa na shinikizo kutoka kwa wapinzani wake wa kisiasa. Katika tafsiri hiyo, bendera iliyochakaa imeeleza kuwa ishara ya dhoruba ambazo chama hicho kimepitia katika safari yake ya kisiasa tangu kuanzishwa kwake mwanzoni mwa miaka ya 90. Hata hivyo, licha ya uchakavu huo, ujumbe unaotolewa ni kwamba chama bado kinaendelea kusimama na kinawakilisha wananchi ambao mara nyingi hujieleza kama wanyonge katika mfumo wa kisiasa wa nchi. Ni taarifa ambayo inamtia wazimu Samia Suluhu, manake hataki chama cha Demokrasia na Maendeleo kiweze kunawiri, ndipo salimfunga kiongozi ama mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu, na vilevile kuanza kuwakandamiza wote ambao ni viongozi wa chama hicho kikubwa cha upinzani. Hoja nyingine iliyojitokeza katika tafsiri ya katuni hiyo ni dhana ya kile kinachoitwa wakoloni weusi, kauli ambayo hutumiwa mara kwa mara katika mijadala ya kisiasa Afrika kumaanisha viongozi au makundi ya ndani yanayotumiwa kutumia nguvu za kiuchumi na kisiasa kudhibiti mifumo ya demokrasia. Wafuasi wa Chadema wanaotafsiri katuni hiyo wamedai kuwa ujumbe huu unawalenga watu wa taasisi ambazo kwa muda mrefu zimekuwa zikihusishwa na juhudi za kudhoofisha chama hicho kupitia njia mbalimbali, zikiwemo kesi mahakamani, propaganda za kisiasa na migawanyiko ya ndani. Mjadala huu umechochewa pia na hali ya kisiasa inayozunguka mwenyekiti wa Chadema ambaye ni Tundu Lissu, ambaye kwa muda mrefu amekuwa mmoja wa wanasiasa wanaozungumziwa sana katika siasa za Tanzania. Lissu, ambaye alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa chama hicho katika mkutano huu wa chama, amekuwa akiibua mjadala mkubwa kuhusu mustakabali wa siasa za upinzani nchini. Historia ya siasa za Lissu imekuwa na matukio mengi yenye mvuto mkubwa wa kisiasa. Mmoja ya matukio yaliyotikisa siasa za Tanzania ni tukio la mwaka 2017 aliposhambuliwa kwa risasi jijini Dodoma. Tukio hili lilisababisha mjadala mpana na mkubwa kuhusu usalama wa wanasiasa wa upinzani na uhuru wa kisiasa nchini. Baada ya tukio hilo, Lissu alitumia muda mrefu nje ya nchi akipatiwa matibabu kabla ya kurejea tena katika uwanja wa kisiasa. Katika miaka iliyofuata, Lissu aliendelea kuwa sauti kubwa ya upinzani dhidi ya sera na utendaji wa serikali, hasa wakati wa utawala wa rais na wakati wa huo John Magufuli. Katika kipindi hicho Chadema pamoja na vyama vingine vya upinzani vililalamikia mazingira magumu ya kisiasa, ikiwemo vikwazo vya mikutano ya hadhara ya changamoto za kisiasa zilizokuwa zikikabili upinzani. Baada ya kuingia madarakani kwa Rais Samia Suluhu Hassan mwaka 2021, kulikuwa na matarajio mapya kuhusu mwelekeo wa demokrasia nchini. Serikali mpya ilitangaza sera ya maridhiano ya kisiasa
hatua iliyosababisha baadhi ya mikutano ya kisiasa kuruhusiwa tena na mazungumzo kati ya serikali na vyama vya upinzani kuanza. Hata hivyo, licha ya hatua hizo, mvutano wa kisiasa umeendelea kujitokeza kati ya nyakati tofauti. Chadema imeendelea kulalamikia kile anachokiita ukandamizaji wa kisiasa, huku serikali ikisisitiza kuwa inafuata sheria na taratibu za nchi. Mvutano huu umeendelea kuwa sehemu ya mjadala wa kisiasa nchini. Katika mazingira hayo, katuni za kisiasa kama zile za Kipanya mara nyingi huwa na nguvu kubwa ya kuibua tafsiri ya mijadala. Kipanya amekuwa akijulikana kwa muda mrefu kwa michoro yake inayotafakari masuala ya siasa, uchumi na jamii. Katuni zake mara nyingi hutumia alama rahisi kuelezea hali tata na za kisiasa kwa njia inayoweza kueleweka kirahisi na wananchi. Na kwa wachambuzi wa masuala na mawasiliano ya kisiasa, alama ya bendera katika katuni hiyo inaweza kuonekana kama ishara ya uimara wa taasisi ya chama licha ya changamoto zinazokikabili. Na katika siasa, bendera mara nyingi hutumiwa kama ishara ya utambulisho, uhai na uwepo wa taasisi ya kisiasa. Katika tafsiri iliyosambaa mitandaoni, wafuasi wa Chadema wamedai kuwa chama hicho kimekabiliwa na juhudi nyingi za kukidhoofisha kutoka kwake Samia Suluhu, ikiwa ni pamoja na kesi za kisheria zinazodaiwa kulenga viongozi wake. Moja ya hoja zilizotajwa ni kesi zinazomuhusu mwenyekiti wa chama hicho ambazo zimekuwa zikifuatiliwa kwa karibu na wanachama na wachambuzi wa siasa. Kesi za kisiasa si jambo jipya katika historia ya siasa za Tanzania. Katika vipindi tofauti, wanasiasa wa upinzani wamejikuta wakikabiliwa na mashauri ya kisheria ambayo mara nyingi huchochea mijadala kuhusu uhuru wa kisiasa na matumizi ya sheria katika uwanja wa siasa. Kwa upande mwingine, wataalamu wa sayansi ya siasa wanaeleza kuwa vyama vya upinzani mara nyingi hutumia simulizi za mapambano kama njia ya kuimarisha mshikamano wa wanachama wake. Na katika hali kama hiyo, hadithi ya kupitia dhoruba na bado kusimama imara huwa sehemu ya mkakati wa kisiasa na kuhamasisha wafuasi. Katika miaka hivi karibuni, Chadema imekumbwa na migogoro ya ndani, migawanyiko ya kisiasa na changamoto za uongozi ambazo zimekuwa zikijadiliwa sana katika vyombo vya habari. Migogoro hiyo imehusisha masuala ya uongozi, mwelekeo wa chama na mahusiano kati ya viongozi wakuu wa chama. Licha ya changamoto hizo, chama hicho kimeendelea kuwa moja ya nguvu kubwa ya kisiasa nchini Tanzania. Na katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2020, Chadema kilikuwa chama kikuu cha upinzani kilichoshindana na chama tawala, Chama cha Mapinduzi, katika uchaguzi wa urais na ubunge. Kwa hiyo mjadala unaozunguka katuni hiyo hauhusu tu mchoro wenyewe, bali pia unaakisi hali ya halisi ya kisiasa inayozunguka upinzani nchini Tanzania. Katika mazingira ya kisiasa ambapo ushindani kati ya vyama vikuu huendelea kuwa mkali, alama ya ujumbe wa kisanii mara nyingi hutumika kama sehemu ya vita vya maoni katika uwanja wa siasa. Wachambuzi wa siasa wanaeleza kuwa kadri nchi inavyoelekea katika chaguzi zijazo za kitaifa, mijadala kama hii itaendelea kuibuka na vyama vya kisiasa vitatumia kila jukwaa linapopatikana kuanzisha mikutano ya hadhara hadi mtandao wa kijamii kuwasilisha ujumbe wao kwa wapiga kura. Ni hayo tuliokuandalia kutokana na katuni hiyo ya bendera ya Chadema iliyochanika. Hapo ndipo tunapokomea. Tafadhali hadi wakati mwingine, zidi kuwa nasi, subscribe, like na kushare video zetu.